Wakati kombe la dunia likiendelea kwa timu mbalimbali bwana kujipapatua katika hatua ya makundi na kumalizia ile michezo ya hatua ya makundi, huku Tanzania bara bwana, ligi kuu imebakiza michezo miwili kutamatika na kujua bingwa atakuwa ni nani, au Yanga, Simba au Azam FC. Nani ambaye ataenda kuibuka bingwa katika michezo miwili iliyosalia? Klabu ya Yanga siku ya kesho anaenda kukutana na TRA United, lakini kwa upande wa Simba ataenda kukutana na Singida Black Stars. Timu zote mbili zinaonekana kuwa na michezo migumu. Kivipi? Joseph Chacha atatujuza hapa kwa sababu yupo katika upande wa uchambuzi, na mimi ni Neema Kayugwa nitakuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi tamati ya kipindi hichi. Endelea kufuatilia FJTV, kuwa nami mwanzo hadi tamati. Ligi kuu Tanzania bara inaendelea kwa michezo miwili iliyosalia. Siku ya kesho bwana, mchezo wa 29 kwa timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu basi inaenda kuchezwa. Kuna Simba ambaye anashika nafasi ya pili akiwa na alama 67, alafu kuna Yanga ambaye anaongoza kundi akiwa na alama 69, tofauti alama mbili. Siku ya kesho wawili hawa Joseph Chacha wanaenda kucheza michezo yao ambayo itaamua hatima. Ni Simba anaenda kuchukua ubingwa kwa kumwombea mabaya Yanga, au ni Yanga ataendeleza ubabe wake wa miaka minne ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Tukumbuke kwenye upande wa CRDB Yanga ameshatolewa. Michezo itakuwa ni aina gani? Ukiangalia Simba ataenda kukutana na Singida, tunafahamu Singida yuko kwenye top 4, lakini kwa upande wa Yanga anaenda kukutana na TRA ambaye alishindwa kuchukua alama 3 akiwa nyumbani kwa TRA. Kesho anakuwa nyumbani Yanga. Kipi unakiona? Mechi mbili zote zenye tension kubwa sana. Ukiangalia Simba na Yanga, kila mmoja na malengo yake ya msimu huu. Yanga mpaka sasa ubingwa uliobakiza mkubwa ni wa NBC Premier League, lakini pia Simba anahitaji kupata ubingwa huo ili hali bado ipo kwenye finali ya CRDB Confederation Cup. Kwa hiyo ukiangalia michezo ya kesho, michezo ambayo itakuwa ni migumu kwa sababu TRA ni moja ya timu ambayo imekuwa ikiperform vizuri hususan kwenye msimu huu. Lakini Singida hata kama jana performance nzuri, lakini tunajua ukitaja timu 5 bora kwenye ligi yetu hapa nchini Tanzania hawezi kuwatoa Singida. Lakini na historia pia inawabeba Singida kwa sababu wamekuwa na performance kubwa sana hasa wanapokutana na Simba Sports Club. Kwa hiyo ukiangalia mazingira yenyewe ya mchezo itakavyokuwa na uhitaji wa hizo timu mbili za Kariakoo zinahitaji alama 3 kwa ajili ya kuenda compete kuchukua bingwa. Kwa hiyo mimi naona kwamba mchezo utakuwa na tension kubwa, lakini ninawapa faida mafahali wawili hao kwa sababu kwa quality walikuwa nayo na hisi maandalizi itakuwa makubwa sana kisha kwamba wanachukua alama 3 kwenye mchezo wa kesho. Ukiangalia kwa upande wa Simba ameukosa ubingwa kwa miaka mingi, lakini nafasi tuseme kama kwa msimu huu alikuwa nayo. Tokea mwanzo performance na dirisha dogo baada ya kusajili wachezaji wale ambao wanafanya vizuri mpaka sasa. Ilionekana kwamba Simba ana uwezo wa kuichukua. Kipi kimeshindikana? Mpaka sasa hivi tumebakiza michezo miwili kwa Simba ambaye bado hajajua hatima yake ndani ya ligi kuu, kwa maana anaenda kuchukua ubingwa ama atasalia nafasi ya pili. Mchawi wa Simba ni Young Africans kwa sababu kama Simba akishindwa kuchukua ubingwa manake mchawi wake ni Young Africans, mpinzani mkubwa ambaye amekuwa ana wastani mzuri wa kusanya alama, kwa sababu tumekuwa tukizungumza performance ya Simba this season hasa kwenye dirisha dogo hilo walisajili wachezaji wazuri kwenye mzunguko wa pili wamekuwa performance kubwa sana. Lakini Young Africans hata kama wako na performance nzuri lakini walikuwa wameshakusanya alama nyingi kwenye hafu ya kwanza ya msimu, lakini pia wameendelea kuwa na ubora mkubwa sana. Tumetoka kushuhudia mechi ya juzi ambayo ilikuwa na tension kubwa sana, hasa mashabiki wa Simba wali expect kwamba Yanga atadondosha alama, lakini anyway wameperform vizuri, wamechukua alama. Kwa hiyo kitu ambacho kitakosesha Simba Sports Club bingwa ni performance kubwa ya Yanga, na mchawi wa Simba this season ni Young Africans. Umezungumza kwamba mchawi wa Simba ni Yanga. Nataka nifahamu kwamba kivipi Yanga amekuwa mchawi wa Simba, tukiachana na tunafahamu Yanga amekuwa na wachezaji wazuri, performance nzuri, lakini Yanga pia na yeye kuna kipindi hichi cha hapa karibuni amekumbana na ile kwamba kushuka kwa viwango kwa wachezaji. Katika michezo miwili ambayo Yanga imesalia, ana mchezo na TRA siku ya kesho, lakini ana mchezo ugenini na JKT Tanzania ambapo ndio utakuwa mchezo wake wa mwisho. Huenda akatangaza ubingwa kwa JKT
ama akatangaza ubingwa siku ya kesho. Yote yanawezekana. Kwa Yanga amebakiza michezo miwili ambayo kwa makaratasi unaweza ukasema Yanga ni mshindi kwa maana Yanga na pointi 5, lakini ukienda kiuhalisia moja ya timu ambazo pia kwa msimu huu zimeangusha zimemzuia Yanga kuchukua alama 3 tunaongelea TRA. Sare katika uwanja wa Arusha, lakini siku ya kesho anakuwa ugenini TRA. TRA ana kitu gani cha ziada ambacho kiliweza kumzuia Yanga katika mchezo wa kwanza? Mimi nahisi TRA sio kwamba wana wachezaji ambao wana madaraja hali ya juu sana. Mimi nahisi ni ile hali ya pambanaji. Najua kwenye mpira wa miguu sometimes mbinu zinaweza zimefeli. Lakini wachezaji wenyewe wakajikusanya, wakazungumza lugha moja kwamba tunatakiwa tu compete, tuhakikishe kwamba tuna wanyima wapinzani time na space ya kuchezea mpira. Kwa hiyo sio kwamba TRA walikuwa bora sana kwenye ile mchezo, ni upambanaji tu wa hali ya juu ambao walionyesha ndani dakika 90, lakini pia kuna wachezaji ambao wanajua kutumia moment kama Chubwedo ambaye amekuwa mzuri sana kwenye hii season. Kwa hiyo mimi sioni kama TRA kwamba walikuwa ni tishio sana wa mchezo ule. Niseme tu ni hali ya upambanaji ambao walionyesha na ni kitu ambacho kilionifanya katika mchezo wa kwanza. Kwa hiyo mchezo wa kesho wakiendeleza upambanaji ule, lakini pia Young Africans wanaohitaji kupata alama 3, sioni kama wanaweza kushinda, lakini kwenye mpira mwingi za katoka chochote, lakini kwa asilimia kubwa naona TRA wanaenda kupoteza mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans. Sawa, tumezungumza kuhusiana na TRA pamoja na Yanga, lakini kuhusiana na Simba pamoja na Singida Black Stars. Michezo miwili kwa kila timu imesalia. Nataka nifahamu top 4 yako ya msimu huu ligi kuu Tanzania bara. Yanga atakuwa bingwa, Simba namba 2, 3 Azam, namba 4 TRA United. Kwa maana hiyo Singida huenda leo au kesho mchezo wake akipoteza mbele ya Simba, alafu TRA akifanya maajabu kidogo mbele ya Yanga anaweza akapanda juu na akamaliza nafasi ya 4. Yaani imezungumzwa kwa sababu ya performance ambayo TRA amekuwa nayo. Najua TRA hata kama akipoteza mchezo wa kesho, mimi naweza nikampa asilimia kushinda mchezo unaofuata. Kwa hiyo performance ni kubwa sana amekuwa nayo. Singida Black Stars wana wachezaji ambao wanaweza kutumia moment. Ukiangalia top scorer sasa hivi anapatikana Singida Black Stars. Kwa hiyo lakini tunazungumzia performance sababu mpira wa miguu ni mchezo wazi. Tunaangalia kila ambacho TRA wamekifanya kwa the whole season. Kwa hiyo hata probability zile za watabiri na wana michezo unaweza kawapa asilimia kubwa sana TRA kushinda mchezo ambao imesalia. Kwa hiyo top 4 yangu ni kama nilivyotaja, Young Africans, Simba Sports Club, Azam, basi na TRA United. Sawa, mtazamaji wa FGS TV, na wewe huenda ukawa una top 4 yako ya ligi kuu Tanzania bara. Joseph Chacha ametaja Simba, kaitaja Yanga, kaitaja Azam pamoja na TRA United. Mimi Neema Kayubwa na top 4 yangu nitakuangushia hapo kwenye ukurasa wa Instagram, YouTube pamoja na mitandao ya kijamii mingine. Endelea kufuatilia FGTV. Hapa tunafika tamati ya kipindi cha Sport Recap. Kulikuwa nami Neema Kayubwa, lakini alikuwepo hapa Joseph Chacha ambaye amekujuza mengi sana yanayohusiana na ligi kuu Tanzania bara. Hadi wakati mwingine, na bila kusahau nyuma ya kamera alikuwa Ahmed Ali.